Mungu asifiwe. Muda umefika tuanze ibada yetu, na kabla hatujaanza chochote, na shukrani kwa dada yetu Neema miongoni mwetu. Lazima tushukuru Mungu kwa makuu ametutendea. Kupata habari kwamba ni mgonjwa na akaomba msaada wa maombi, basi kumwona miongoni mwetu ni alama kuonyesha kwamba Mungu wetu amejibu kwa maombi watakatifu wamemwomba. Ndio maana Mungu wa William Marion Branham ni yeye yule jana, leo, hata milele. Alivyotumika na mtumishi wake mjumbe Branham, mpaka leo angali anafanya kazi. Wale wanasemaka kwamba damu ya Kristo ishakauka ni afere yao, lakini waaminio wa ujumbe wanajua kwamba na kusema damu ya Kristo bado natiririka. Basi 224 nyimbo za wokovu. Yesu mwenye pendo kubwa, usinipite. Naamini huo wimbo itatupeleka kwenye toa ile Mungu alituneemisha katika vesi ya mwisho. Tukimalizia hapo, matoleo yatatolewa. Tuimbie Mungu wetu kwa furaha sana. Yesu mwenye pendo kubwa, Yesu
kila mahali kwenye iko na bariki asubuhi ya leo, na sisi hapa kundi ndogo asitupitie. Iwe ni imani kwa kila ndugu na dada kujua kwamba Mungu wetu kusoma maandiko kwa utaratibu na heshima ya neno la Mungu. Tutasimama, tutasoma katika kitabu cha Mathayo, Matthieu 16 chapitre 27 jusqu'à 28. Mathayo 16 27 mpaka 28. Tunasoma jina la Yesu Kristo. La Bible dit ceci: car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon son œuvre. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons grand merci pour la lecture de ta parole. Maintenant, ouvrez nos entendements spirituels grandement ouverts, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te recommandons tout ainsi à ton nom Jésus-Christ en disant Amen. Unaweza kukaa ndugu, tutasomea Mswahili. 16 ya Mathayo, tunaanza mstari wa 26 hadi 28. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Amen. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Amini nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Amen. Amen. Matthieu 17 verset 1 jusqu'à 9, la Bible dit ceci: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devenirent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre prend la parole et dit: Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Quand il parla encore, une nuée lumière découvre, il voici une voix vit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé et à qui je mets toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les touchant et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils lèveront les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Amen. Mathayo 17 mstari wa kwanza kuanzia kwa mstari wa 9. Na baada ya siku sita, Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru.
Na tazama wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa, akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Amen. Amen. Mungu abariki kusema neno lake. Amen, amen, amen. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Tunawakaribisha tena kwa meza ya chakula ya asubuhi. Tunasema bon appetit na mwe tayari kwa kula neno ya Mungu. Amina. Kwa maandiko matakatifu nasema ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno linalotoka mkinywa cha Mungu. Amen. Il est spirituellement parlant. Maneno yule mtu wa ndani yule nafsi anakulaka yeye maneno ya Mungu. Ndio. Yeye anakuwa anamfanya sura anakuwa na grandi, anakuwa na komala, épanouissement spirituel. Ndio vile na Biblia inamaliza kutuonya. Ndio. Mungu amebariki sana. Amina. Tunawakaribisha tena nyote mwe tayari kwa kupokea chakula ambacho tutasikiliza hii asubuhi. Ndio, tungaliki tuna ile somo yetu ambayo tulianza Jumapili inayopita, inaitwa Mystère de la Transfiguration et Motion. Ase siri ya mlima wa mageuzi na mlima wa nini wa Sayuni. Kila mara tunazoea kuimba nous marchons vers Sion, tunaenda kutafuta nini ku Sion. Bora tuweze kumarche twende ku Australia, bora tuweze kumarche twende ku Amerika, tumarche twende ku Israel, tunaenda ku Sion kutafuta iko nini? Tuliacha iko nini? Kwetu pazuri nishakakumbuka kumbingu, ushakafika iko. Sasa na sisi tunaenda ku Sion, tunaenda kutafuta iko nini? Ndio ile ni siri yenyewe na Biblia nami inatufundisha. Asema siri ya mlima wa mageuzi na mlima wa nini wa Sayuni. Iko mambo yenyewe kunafanyika kwa mlima ya Sayuni ambao ni bibi harusi pekee ndio yenyewe kunaona. Kama vile mnakumbuka Jumapili tulisema ya kwamba piko demonstration ngapi za nguvu zilizoisha kufanyika? 3. Ziko 3 demonstrations de force. Nasema ya kwanza ilifanyika na Eliya kwa mlima wa nini waka? Ya pili kafanyika na Yesu kwa mlima gani? Sayuni. Kwa mageuzi pale kutoa uso. Nasema na ya tatu ilifanyika na Nabii Branham, huyu mzungu wetu. Ndio. Wapi kwa mlima wa nini wa Sayuni? Sasa Nabii Branham alishafika kwa Sayuni. Ni vya kiroho, ndio tunasema ni misteri, ni siri. Amen. Amina. Tukasema mlima wa Carmel, watu wote wanaweza kuitika, Baporo, Bakatolika, Banore, vile watu wote wanaweza kuitika Carmel. Ndio alimonaka Eliya, Mungu wake anawakisha moto kabisa. Akasema Mungu wa Baali afanye kazi. Wote wakamjoin nani? Mungu wa Eliya. Tukishaenda sasa kumlima wa mageuzi pale, juu ya Yesu Kristo pale, Baporo wanaanza kujiretira. Sema Yesu Kristo mwenyewe alizaliwa hapa juu, sasa fanya bia hivi. Bakatolika wanabakia pale wanajenga hiyo vibanda vingapi? Vitatu mtakatifu hawaendelei. Ndio kwa nini bwana ndugu yetu Banore vile nao anabakilia. Bibi harusi iko naendelea mpaka kumfuata watu kumlima wa nini wa Sayuni. Amen. Amina. Que vous bénisse richement. Amen. Ndio kwa maana hata wakati tuko tunaimba tunapaswa kuwa naimba na nini na revelation ya Mungu. Kwa tunaimba nous marchons vers Sion, mapaswa mjue Mungu ndio kutafuta nini ku Sayuni. Sio kwenda tu hivi. Ndio. Ni siri frère. Nous marchons vers Sion, mais hawaamini kazi nini inafanyika ku Sayuni. Ndio kwa maana tunaweza imba manyimbo sawa sawa na Baporo, mais iko na binachana nini ni revelation na onction, ufunuo ya ile kitu ndio binachana. Tuko na Biblia moya ile sawa na boye, na batu bonte. Tuko na Biblia moya sawa na bote. Mais tunachana nini revelation. Tafsiri sasa.
Kwa wanaanza tafsiri ya wao wenyewe, mimi si tuko na mtafsiri wa maandiko ambayo tulisikia ni kinywa cha Mungu, anapaswa kuwa ni nabii pekee. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Je, tuko pamoja? Ndio. Tuliona kama ile demonstration de force ya kwanza ilifanyika kumulima wa nini wa Carmel. Si ndio vile tulipatana Jumapili? Ndio. Ndugu Branham akatuonyesha ya kwamba katika les exposés de cet âge de l'église akasema ya kwamba pale kumulima ya Carmel palikuwa ni nguvu kabisa ambazo zitafanyika tena katika demonstration ya force ambayo iko nafanyika kumulima ya nini ya Sayuni. Asi ni zile nguvu zilizofanyika kumulima wa Carmel ndio zitafanyika tena kumulima wa Sayuni. Sasa kama ni vile maana atakuwa tena ni nani? Ni Elia. Tukuna ku Carmel palikuwa Elia. Sasa leo watu wako na mchunga nani? Elia. Na Elia sasa wakati alikuwa hakujua. Amina. Je, tuko pamoja? Ndio. Ni Elia ndiye aliweza kufanya pambio ya nguvu kule. Sasa akasema kama ile nguvu ilifanyika kumlima wa Carmel itafanyika tena wakati wa mwisho. Je, tuko wakati wa mwisho? Hatuko hiyo. Ndio, tuko kwa. Sasa Elia alishakuja hayakuja. Alishakuja mbele watu wakakujua. Baba namtendea venye andiko vyake juu ya nini ni mambo ilifanyika tena mara ya kwanza ya kuja kwa Yesu Kristo. Amen. Sisi tunaamini kama tulishampokea Elia nabii wa kizazi chetu ambaye ni Branham. Amen. Na ndugu Branham anasema dans les semences la parole parlée la semence originelle paragraphe 340 tulipasoma Jumapili. Ndugu Branham anasema kama na yeye mwenyewe yuko na mchunga nani? Elia. Ndio basi tuseme watu wanaweza kufanya nini? Doctrine yao pale. Sisi tunaona ndugu Branham anakuwa na mchunga Elia, maana yake yeye sio Elia. Huko unabeba moshuko wa kimwili sana. Ndio. Mimi kama unapata usomi mzuri kule, umalizia usomi frère. Unamalizia terme yote. Kwa nini anatia vingine unatia vingine? Malizia kumwisho sasa anasema kama Elia atakuja wakati gani wa mwisho? Na alisha kukuja mimi watu walimtendea vyenye balitaka. Sasa wakati wa mwisho aianza kishakaanza. Amen. Amina. Mungu amebariki sana. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amina. Ile ni la semence la parole parlée la semence originelle ndio ndugu Branham yuko anatuonyesha kama Elia alishaka kukuja na watu wakamtendea vile ambavyo walipaswa kumtendea tu hawakuwa wanajua. Tukaona ya kwamba hizo demonstration zote tatu zishakufanyika tayari na ya mwisho ile ambayo inatuconcerne sasa si watu wa mataifa ilifanyika na ndugu Branham. Sasa tukisema ndugu Branham alifika kwa Sayuni siku gani? Tumsema ile ni mambo ya kiroho, inaomba na wewe uko na mecho ya kiroho njoo uone. Kama uko unaangalia mjimele tofauti na jimele ya ndugu Branham hauwezi kuona. Sasa mimi mwenyewe napaswa kuona sisi na sisi tufuate ni nabii. Tulikuwa na ndugu moya kumalawa wakati mmoja alikuwa anasema sasa ndugu unajua kama kumbingu kule kwenye tuko tunaenda sio tutakuwa nyuma ya nabii, watu wanasema utakuwa nyuma ya nabii, watu wanaanza kumwabudu. Ndio walikuwa wanasema ukweli, mimi sasa hakukuwa anaingia mprofondeur kusudi ameexpliquer vyo wenyewe. Amen. Amina. Tu Biblia yenyewe na témoigner kama hapa banabii bote wenyewe walipresede. Bako na batu babo. Kwa na batu babo sio kusema bali amini ule nabii wanafanya kitu. Na abonyo bale banabii walikonvire batu kwa Kristo. Amen. So bako naenda kujipositionner nyuma ya bale banabii babo. Amen. Hapo tutasikia nabii Branham yuko anatupatia tafsiri ya ile Elia na Musa ambao waliweza kuonekana katika ile mlima wa mageuzi. Ndugu Branham anasema kama Musa alikuwa anarepresenter batakatifu wote wenyewe bashaka kukufa. Aseme les 6 premiers âges, hii mabizazi yote visita huko. Musa alikuwa anarepresenter. Asema Elia ambaye ni wa kizazi wetu tena ni Branham, yuko na representer batakatifu ambao wako na nyakulia na beko basi. Ni siri pale kumulima, alikuwa tu yasema. Tutamsikia nabii. Ndio. Je, mnampenda Branham? Amina. Tusikie Frère Branham anasema nini kuhusiana ile. Hii fasi yote tulishakuisikia Jumapili. Okay. Japo kwenye tutaanzia okay, tutasoma dans écoutez-les, asema msikilize paragraphe 9. Frère Branham dit ceci. Nous revoyons donc ici gravissant la montagne que nous appelons la montagne de transfiguration. Sasa tunamwona hapa akipanda kwa ile mlima ambao sisi tunaitaka ni mlima wa nini wa mageuzi. Amen. Tukishasema vile mna remplacer sasa kila kitu na valeur yake. Wenyewe walikuwa wanapanda kwa mlima wa mageuzi alikuwa ni Yesu Kristo. Il dit j'aime toujours considérer cela tel que c'est écrit de façon réelle. Asa mimi napendaka kila mara kuweza
kuiconsidere, yani kuitia maana yake, wala kuihakikisha kama vile vile zinaandikiwa. Hakuna kuongeza wala kupunguza, vile vile tu. Frère Branham dit tel que c'est écrit, tel que pratiquement tous mes frères. C'est kama vile vinaandikiwa, kama vile vile tunapaswa kuvipratiquer kwa wote, kwa wandugu wote. Prédicateur l'abordant comme un type de la seconde venue du Seigneur, et cela est vrai. Amen. Amen. Asa wahubiri wengi wanakuwa mara mingi wakikwepa maki bana aborde. Mais ile ni mfano wa mjua pili wangapi wa Kristo? Amen. Amen. Si ndio vile Biblia inatoka kusema pale. Matthieu 16 verset 27 à 28 inasema nini? Yesu Kristo alizungumza na wanafunzi wake. Anasema wamoja kati yenu ambao wako hapa hawatakufa kamwe kabla hawajaona Mwana wa Adamu anakuja katika nini? Utukufu wake. Amen. Ile alikuwa anabonisha siri ya ujua ngapi wa pili wa Yesu Kristo usiku unafanyika. Amen. Biblia inatuonyesha kwamba 6 jours après akachukua sasa wale watu wenye aliambiaka. Tukoona akachukua nani? Jacques, Jean na Pierre. Baki ndio watu walikuwa wanaruhusiwa kuona nini ujua wa pili wa Yesu Kristo. Akawachukua wakaenda kuona. Watu wakaanza kusema Yesu anasema kama pako watu wenyewe wataona ujio wa pili wa Yesu Kristo. Mwili. Sasa hamaki hapa watu watakufa. Injili kabadilika. Yesu alisema piko watu wenyewe watakufa mpaka waone ujio wa pili wa Yesu Kristo. Me baada ya wao kuona ujio wa pili wa Yesu Kristo pale walikufaka. Abakufaka walikufaka. Ni mambo ya kiroho frère. Yesu pour laquelle on sait mambo ya Mungu yote iko ni ya kiroho. Sasa watu wako bashabali wanaimba vya kimwili na vya kiroho, mambo ya Mungu. Confusion hamtapatana katika siku moja. Hapa bandugu waliona siri ya ujio wa pili wa Yesu Kristo, walifariki tena. Alikufa. Ndio. Amen. Amina. Na piko mtu wenyewe kuna bali representer ndio kwetu tunaenda. Ndugu Branham anasema pale watakatifu wote wenyewe waliana katika vizazi sita huko. Walikuwa representer na Musa pale kumlima wa Mageuzi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amina. Biblia na Biblia Branham anasema ya kwamba ilikuwa na représenter seconde venue à Jésus-Christ. Mais dans toute la Bible, il n'y a pas une seule écriture qui ne puisse s'emboîter ni se connecter aux autres écritures. C'est katika Biblia yote hakuna andiko yoyote ambayo inapingana au inaweza kuambatana na maandiko yote. Chaque iota est très grand tableau depuis le jardin d'Eden jusqu'au calvaire. Amen. Asa kila nukta yote, maana kila virgule, kila point yote yenye katika maandiko iko ni nini? Anasema iko ni tableau kama vile ni ubao, yani ni dessin wala image ya kutonesha kuanzia nini? Muedeni mpaka watu ku calvaire. Amen. Amina. Il est dit en retournant au jardin. Asa kwa kurudi katika nini Eden? Amen. Je tusha kurudia mwedeni? Ndio. Wana fanya dunia ni text. Tusha kumzungumza siku moja mambo ya Edeni. Tumesema kama piko jardin ya Edeni na piko nini Eden? Na Edeni. Edeni yenyewe ni mahali ya kukutanania na Kristo. Jardin ya Edeni yenyewe ilikuwa kudunia yenyewe walikuwa wanapanda matunda, nini vyote vyenyewe vilikuwa muno. Mais Edeni ilikuwa ni nafasi yenyewe walikuwa wanakutanania. Ndio. Amen. Ndugu Branham alikuwa anasema kama maandiko yote kila virgule yote ni tableau ya kutuanzia kutoka Mwedeni mpaka wapi Calvaire. Sasa na kusharudia Mwedeni mpaka tunakuwa na droit ya nini ya adoration. Tunakuwa na droit kuleta presence ya Mungu. Tunakuwa na acte miliki ya udongo. Tunakuwa na kitabu cha mihuri 7. Ndio maana ya Edeni, mpaka tuko na droit ya ile udongo tena. Amen. Amen. Écoutez. Il a dit tout est juste un seul grand et bon tableau. Aseme yote ni ukweli, ni moja ya ile nini ubao mkubwa. Amen. Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège en faisant cette erreur. Aseme siko na ile intention kama vile tunaweza kusema nini? Hali. Aseme mimi siko na ile hali ya kukua ile sacrilège au kwenda kufanya kosa kuhusiana na hiyo mambo. Ou cette déclaration, au katamshi kama na hizo. Il a dit, et si c'est une erreur, que Dieu me pardonne. Asema kama ni kosa Mungu aweze kunirehemu, mesio kosa. Ndio mkinywa kia nabii amweze kutoka kosa na nini?
na ukweli. Napasha kuwa ni ukweli tu ni kinywa cha Mungu. Ndio. Kurobine hapa toka mai ya buchumu na ya butamu. Napasha kuwa ni mai ya mzuri au ni ya buchafu. Mungu aturehemu sana. Amen. Frère Branham dit, mais c'est juste comme c'est juste comme un jet de pulse que vous devez. 3 kwa sasa ni kama vile ile mchezo ya nini ya pulse. Unajua pulse inakuwa ni mchezo mmoja unacheza sana ni bazungu wanaitiaka hivi karto. Unakuwa unacheza hivi unakuwa na foto ngambo yako uko unaiangalia. Bako unaanganisha ule mafoto kisha unaweza ile foto uko nayo uko na bado mabitu kwa kudesiner ile bitu maki iene vile kisi uko nayo foto. Dama yake uko nayo mbeke ya watoto wanacheza. Baki pale chaka pale mtablo uko na image ile foto unataka su ibuild. Sasa unaenda kata ule mapato na kuunganisha pale kila kitu kinaenda kuunganika kufasi yake. Ndio vile Branham anaonyesha sasa ni kama vile ile mchezo ya pizza kila kitu vinaenda kinaungana kufasi yake. Kile kilikuwa kinakosa kinarudia kufasi yake. Hiki kilikuwa hakina kinarudia. Adoration ilikuwa haina kutenda inarudia kufasi yake. Ni kama vile mchezo wa nini ya pizza. Bako uko na image ya kitu kenye uko na je. Kenye uko na je. Branham dit, c'est comme un jeu de pizza que vous devez tromper. Pour rassembler cela. C'est kama vile ile mchezo wa pizza yenyewe mnapaswa kuweza kuiunganisha wala kuikusanyisha. Il vous faut avoir le Saint-Esprit pour le faire. Amen. Amen. Asa inapaswa mko na Roho Mtakatifu ili muweze kufanya nini? Kuunganisha hiyo mchezo wa pizza. Amen. Amen. Hapana sasa pizza mremplacer kwa valele ya ile kitu kenye mko mnaunganisha. Unapaswa kuna Roho Mtakatifu ili mkiunganishe pamoja. Mais juste comme les pulses, vous avez d'un côté l'image que vous regardez. C'est comme vile les pulses, mko na ngambo nyingine sura ambayo mko na angalilie hapo. Baki si uko na view kile kitu uko na nini na image ya video uko na reference. Uko na reference. Amen. Uko na kitu unaona uko na jireferia, unaona uko na jiangalilia. Hata mkupiga unapaswa kuwa na image ya video uko napiga. Bana kupiga piga tu ya kupiga. Uko na image hivi uko napiga, uko unatafuta nipige sana mtu fulani. Hivi kisi niko navaa niko nataka nivale saa mtu fulani. Hivi kisi niko nahubiri natafuta nihubiri saa mtu fulani. Ndio reference yako ni gani? Mais dans toutes choses, on va pas na référence nous on a dit référer. Ndio. Je tuko pamoja na nabii. Mungu aturehemu sana. Amen. Nakumbuka mke wangu siku moja alikuwa anazungumza na yule kijana tunaishi naye kwa nyumba akamwambia sema wewe unasemaka upendaki bale watu wenyewe wanavala kama pantalo. Sema sitaki bibi nyanya anavala pantalo. Mimi bibi ya pastor na naivala. Sasa ule bibi hapa tunamuoa leo wala kesho. Na havalaki pantalo. Mimi kesho akijua una bibi ya pastor na naivala. Na hata ivala. Ndio mfano utakuwa naangalia. Ni mfano nyote utakuwa naangalia. Sasa hata ufrape sema mimi sitakuwa naivala. Mimi kesho ataanza nani mwe kuwesha kabati mnyumba. Simbona papa pastor na naivala kuonyo wa kiroho kumulika na anatuanga hiyo. Jua nini image yenyewe unajireferea. Ndio iko mbaya kila mara. Je tuko pamoja? Amen. Sikia nabii. Il est dit vous avez l'image que vous gardez et puis vous reconstituez le prince selon l'image. Amen. Amen. Seigneur Mungu mnajenga kufanana na ile sura yenyewe uko nayo. Le bonhomme dit ceci au paragraphe 10. L'écriture n'est pas un objet d'interprétation particulière. C'est dans maandiko haina kama vile kitu wala chombo kenye kiko kinataka kikuwe na tafsiri nyingine tofauti wala ya kipekee. Je tuko nafuatana mzuri. Hapo wanasoma Biblia sasa unaona hapa Yesu anatafuta kumaanisha hivi maana yake ni hapo wanatafsiri au wanatafsiri hivi banaleta nini confusion mubaki. Inapaswa kuwa na tafsiri moja yenye iko nini? Identique. Yenye iko parfait inaonekana, iko iko palpable. Binafanana na ile sura yenye mko nayo. Ndio. Amen. Amina. Je, hivi vitu vyote unafanya piko watu washa kufanya vya hivi mnachunguza kwanza piko. Kama hakuna maana yake habina identique. Ila andiko haitafsiri. Je, tuko pamoja? Amina. Hivi vitu tunakuwa nabatiza watu mjina la Baba Mwana Roho Mtakatifu. Watu wamewahi kubatiziwa hivi habina iko tafsiri gani mlitosha? Wapi? Je, tuko tunapatana mzuri? Amina. Ndio vile na Biblia inasema kama maandiko, yani Biblia kwa ujumla inapaswa kuwa na nini? Inapaswa kuwa nini? Iko identique. Hapana si inatafsiria hivi, inatafsiria maana inapaswa iko straight forward. Iko ngo na image Mungu anajireferea kwa watu wenyewe washa kutangulia. Ndio kwa maana ndugu Branham mama yako kutuonesha hapa. Kama sisi tuko watu wenyewe biko étrange, yani watu wa kigeni, tunaamini mambo ya kigeni, mais sio sisi ba kwanza ambao tunaamini
Hiyo mambo ndio tunaamini mimi inapatana tena inakutania na wapi tena maandiko? Amen. Amina. Je, tuko pamoja? Ndio. Ndugu Branham tumewahi kumsoma hapa nasema. Nous sommes un peuple étrange, nous croyons des choses étranges mais qui se trouvent dans les écrits. Maana haiko sisi ba kwanza tunaamini mambo ya. Piko watu wenyewe waliamini kisi bizi na sisi tunaamini. Amen. Écoutez le prophète. Il est dit ceci. Et nous voyons Jésus prendre 3 hommes. Asi tunamwona Yesu anachukua watu wangapi? 3. Alimchukua nani? Pierre, Jean na Jacques. Kuambatana na nini na Matthieu? Matthieu tutoka kusoma 16 verset 27 à 28. Ndio. Jua aliweza kubanakilisha, ilikuwa timize mwenye alisema. Wamoja pa benye biko hapa. Ndio. Ilikuwa ni kanisa ya 12 personnes, mais haiko wote walionaka. Inaomba nini ufunuo? Sasa alichagua. Ndio. Tuko na mabrochure si bote wewe unasema Elia hayakuya. Wewe unaona Elia alishakuya. Sio vya kigeni. Tuko watu wenyewe walitambuliaka image tu wanaelezea. Ya wenyewe waliaminiaka na tofauti. Na wakuwa wote mkani. Kanisa moja. Ndio mara kama mkifuata predication pale sema ya Pastor Bukas anasema tuko tofauti ya kanisa na bibi harusi. Unaweza kuwa nyuto mu kanisa mnaenda kwa kanisa, mais hauko bibi harusi. Ça c'est juste. 12 miaka chakula piko benye bataona ujio wangapi? Wa pili wa Kristo. Hapo mpaka wote. Ilikuwa na uso tu nini bibi harusi? Sasa bale bakukua bibi harusi turudie kwa kwenye watu waambie mzuri. Ndio kile kinaoruhusiwa. Ndio. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a dit il prend 3 hommes, Pierre, Jacques et Jean. Et il était sur le point de faire quelque chose. Asa alikuwa tayari kwa kufanya kitu fulani. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours devant des témoins. Amen. Asa alikuwa tayari kwa kufanya jambo fulani. Wakati Mungu anakuwa anataka kufanya jambo fulani, anafanyaka mbele ya nini? Ya washuhuda wa témoins. Hapana wa témoins de Jehova wa leo. Ba témoins wa kweli kweli wenyewe watenda témoigner ile kile. Amen. Kukarumele balikuwa ba témoins. Kumulima wa mageuzi walikuwa ba témoins. Kumosio ndugu Branham akasema kama balikuwa banani ba témoins na boyo. Balikuwa ba témoins. Ndugu Branham akasema balikuwa ndugu Sotumani. Alikuwa pale aliona jinsi ile mambo inashuka. Hii ni wewe wakati ilishuka alikuwa pale kwa naona. Ndio. Ndio ndugu Branham akasema wakati Mungu anataka kuonesha kitu fulani, iko kwa wakati ya kukamilisha kitu fulani kana kwa nani washuhuda. Sasa baba témoin de Jehova bado tubaulize swali sasa. Mungu na témoigner nini yenye Mungu alibafanyizia leo abajui. Yehova shaka badilika shaka kwa Yesu haiko tena Yehova. Amen. Wewe angalike na Yehova maana hapana batemungu vya kweli. So kila fasi yote tuko batemungu wako na témoigner Mungu wa. Na sisi tuko batemungu wako na témoigner réellement tuko na. Écoutez le prophète. Donc Branham anasema hivi. Et quand Dieu fait quelque chose, et il l'a fait toujours devant des témoins. Amen. Il se prend pas juste veiller que veiller, il prend un témoin. Asi sio tu kwa kuweza achukua tu kwa kukesha wala kuchunga juu ya kitu fulani, mais anachukua kwa nani ba shuhuda. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. Amen. Katika Agano la Kale na katika Agano Jipya ni hivyo. Amen. Sio mambo ya kigeni ndio vile vinafanyikaka. Écoutez. Un témoignage est rendu par 3. Amen. Asi ushuhuda inakuwa kamilifu wangapi mara 3. Na ndio vile maandiko nasema. Washuhuda wawili au watatu ile kitu kijulikane kama ni kia kamilifu. Kamilifu wao ni kia kweli. Ndio. Amen. Écoutez. Il a dit, il a donc pris Pierre, Jacques et Jean. Asa alichukua hapo nini Pierre, Jacques na Yohana. Pour être des témoins de ce que Dieu était sur le point d'accomplir. Amen. Alichukua Jacques, Pierre na Jean ili wakuwa nani washuhuda ya vile venye Mungu yuko anatafuta nini kutimiza. Amen. Wapi kumlima wa mageuzi. Ndio alikuwa shaba anagirisha zamani. Ndio. Mvile kisi mko hapa. Biko venye hata kufa na waona ujio wa pili wa nani? Wa Kristo. Injili kabadilika. Sio mambo ya hapa sasa. Bado mkanisa moja Jésus Tabernacle. Bana badilisha injili. Sasa mara ngapi leo mu Branham Tabernacle wasibadilisha injili?
lazima. Baamini ujumbe mara ngapi ndio wasibadilishe injili. Asema Yesu alisema Yohana hata kufaka. Piko benye nani alisema vile? Alisema piko benye hata kufaka kabla hawajaona ujio wa mwana wa Adam. Amina. Injili inabadilika. Sio vitu vya kushangaza sana ndugu. Mkanisa ya ujumbe wewe uko na ubiri mambo yenyewe ifanani ujumbe. Mulivitosha wapi? Sio vya kushangaza. Piko batu ba vile na boyo balishaka. Ndio. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Il est dit non. Il dit Dieu était sur le point d'accomplir. J'ai souvent pensé quand il entre dans la maison de Jaïrus pour ressusciter d'entre les morts sa fille. Asena wazia mara mingi nakuwa nikifikiria wakati aliingia katika nyumba ya Jairus ule Jairus ili aweze kumfufua ule fie wake ambaye alikuwa mgonjwa. Ndugu Branham anasema palikuwa nao watemwe. Je, tunaminyana pale na ndugu Branham? Amina. Wakati hata anaenda kumfufua Lazaro, hakwenda kufanya vya kuficha, palikuwa manani watemwe. Baki kila mara yote wakati Mungu anataka kutimiza kitu, panakuwa watemwe wa kutemwania ile mama. Écoutez. Ou plutôt, sa fille à lui, nous le voyons amener Pierre, Jacques et Jean, ces trois. Amen. Ou plutôt, ni kama vile, ou plutôt ni kama badala, ule mke wa munani, fille wa Jairus, akachukua nani? Pierre, Jacques na Jean. Ces trois, walikuwa watatu. C'est peut être juste, hein? Une petite pensée propre à moi. Inaweza kuwa ni ukweli kama vile wazo pekee yangu na wazo ya nabii sio yake. Ya Mungu. Ni ya Mungu. Tu ni kinywa cha Mungu. Ndio. Écoutez. Mais chaque deux représentait qu'une seule chose. Amen. Ase isipokuwa hivyo miongoni mwa hao watatu wanyaliza kuchukua walikuwa wanawakilisha kitu fulani. Sikia mtafsiri wa maandiko. Ndio. Tunamwona kwa Pierre, Jacques, Yohana. Hatuyaki mambo na maanisha nini? Msikie maana ya baba. Nabii anataka kupatia interprétation yake. Il est dit chaque deux représente quelque chose. Il est dit Pierre représente la foi. Amen. Amen. Je tunakubaliana na nabii. Amina. Asema Yohana Pierre Peter anaweza kuwakilisha nini? Imani. Ndio. Yesu Kristo anakuja miongoni mwa wanafunzi wake anabauliza. Sasa huko nje wanasemaka kama mimi niko na nani? Sasa wanasemaka kama wewe ni nabii, wewe ni Elia, wewe ni mmoja wa manabii wenyewe watakuja. Akabauliza wenzao wanafunzi. Sasa na nini sasa mnasema mimi niko nani? Huyu Petro akalamuka akasema nini? Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akatamka mkinywa chake akasema kwa hiyo imani niko nayo. Si cette foi que je bâtirai mon église. Ndio maana ya Pierre ilikuwa inamaanisha nini imani? Hapana ulijua sio uroke tu. Ni imani frère. Amina. Na Biblia inasema tupatie nini interpretation ya nini ya Pierre. Anasema Pierre alikuwa anaanzisha nini imani. Na ndio kwenye kanisa linajengwa kwa imani. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Usikie ya pili. Il est dit. Mais Jacques représente l'espérance. Amen. Amen. C'est na Yohana Jacques John Jacques tunasema jamu Kiswahili de Jacques. Ni Yohana. Yohana ni Jean. Na Jacques pia Yohana ndugu ya ni ndugu yake ni Jacques na Jean. Okay, Jacques alikuwa anarepresenter nini? L'espérance, matumaini. Amen. Amen. Je tuko pamoja? Amen. Na Yohana mwenyewe alikuwa anarepresenter sasa nini? Upendo wa Kristo. Amen. Ndio alikuwa analala mkifua kia Kristo. Amen. Amen. Usikie nabii anasema nini? Il représente l'espérance. Jean représente la charité qui est l'amour. Amen. Amen. Yohana alikuwa anarepresenter nini? Upendo. Je tuko pamoja? Amen. Ndio alikuwa analala mkifua kia Kristo kila mara. Sasa wakati Kristo anatafuta kwenda kufa sasa kule kumsalaba kusudi atimize benye alitoka kusema mule katika Mathayo. Sasa Yohana ndio alikuwa na watu wanaanza kumcheka mwenzao. Nasema wewe ulikuwa unalala mkifua kia Kristo sasa hivi anataka kusema kama ilifanyia aende kukufa utakuwa mgeni wa nani? Utakuwa mgeni wa nani? Mimi ilifanyia atimize benye maandiko na inasema. Amen. Amen.
hii tafsiri hatakuwa tunajua. Tunawasoma tu Biblia tunawazia tu ndio vile. Na mkupanga watoto majina, mko na mpanga majina ambayo mnajua maana yayo. Champanga Pierre, imani. Sasa moyo unaweza muita ndugu imani, sasa mimi niko imani, Yesu uko Pierre sio maana ya jina yako. Ndugu Jacques, ndugu Esperance. Hatuna dada Esperance homo. Hatuna matumaini. Ndio majina zile za kupanga bantu. Esperance. Jacques, Jean, ndugu mapendo. Mais sasa siku ile mapendo ya kibonda sio ya kugabulia kila mtu. Yupo kwa watu wenye mapendo inapita huko nje mpaka inaanza kumwangika. Sasa mapendo ya Jean ilikuwa ni mapendo ya neno ya Mungu. Hapana ya kugabulia kila mtu. Mungu aturehemu sana. Écoutez le prophète. Il a dit que Jean représentait la charité qui veut dire l'amour. Amen. Dieu tunakubaliana na nabii. Amen. Ce sont les 3 plus grands dons. Amen. Asa ni zile makaramu tatu za mkubwa. Ce sont les 3 plus grands dons et Dieu manifestait son œuvre au travers de ces 3 grands dons. Amen. Asa na Mungu anakuwa anazihirisha kazi zake kupitia hizi makaramu ngapi? 3. Na tunaamini ya kwamba kama ni mapendo kamilifu pekee ndio iko na ingia maka ni Bayohana baleo biko wapi? Fo Bayohana ndio baanze kuingia mfalme wa Mungu. Bayohana ndio uko na nyakuliwa. C'est l'amour parfait entrera notre foi, na upendo haina yako hata mkanisa. Fujo tu. Hakuna hata Yohana mkanisa. C'est l'amour parfait entrera notre foi de faire la plaisance. Upendo gani yete sasa kupita nini ile nguvu ya nani ya plaisanteur na hauko Yohana. Sababu mmoja mwende kubadilisha majina sasa leo tunakuwa si wote ba Yohana, sio vile ni spiritual mapana ni mambo ya kiroho, ni mapendo frère, ni maana ya jina. Amen. Mungu aturehemu sana. Écoutez le prophète. Paragraphe 12. Il est dit ceci. Et en remarquant bien kwa kutambua vizuri sur la montagne, kwa huko kumulima, il y avait 3 qui venaient du ciel pour en être témoins. Asa hapo kumulima, mkitambua mzuri kama palikuwa watatu ambao walikuja kutoka kumbingu ili bakuje kufanya nini? Ushuhuda. Palikuwa watatu wa kudunia na watatu wa kumbingu. Je, tuko nakubaliana na nabii? Ndio. Pale tunaona kwamba palikuwa Jacques, Jean na nani na Pierre, batatu wa kudunia. Na batatu wenyewe walikuwa wanatoka wapi kumbingu? Qui était Jésus, Élie et Moïse. Ce sont les 3 êtres qui sont venus du ciel. Amen. Je tunakubaliana na nabii. Amen. Alikuwa batatu qui fait 6. Wanakosa wangapi wa saba kusudi kitu kwa nini? Parfait. Ndio. Je tuko pamoja. Amina. Écoutez le prophète. Il a dit ceci. Il y avait 3 témoins du ciel que les cieux et la terre sachent que Dieu accomplissait. Aseme mbingu na dunia itambue ya kwamba kama Mungu alitimiza. Sur la montagne, il y avait Moïse et Élie, Jésus. Amen. Asapa kumulima hapo palikuwa nini? Musa, Elia na Yesu. Ndio wenyewe kutoka wapi kumbingu? Sisi tunakubaliana 100% kama Yesu Kristo alitoka wapi ndio kumbingu? Amina. Alitoka mbinguni. Amen. Amen. Kumkeni kisa aliweza kuzungumza na mwanamke wa kisima. Anasema sasa kabla Musa akuwe mimi nilikuwa. Sasa leo watu wanasema kama mama yake wa Yesu ni nani? Ni Maria. Sasa Maria si ni wanyuma wa Musa. Wa nyuma hapa juzi. Ndio. Maana Yesu alikuwa tangu zamani. Maria hakuwa mama yake, alikuwa ni njia tu. Kama tunaweza kusema kama alikuwa ni UNHCR ya kuleta watu kwa Ulaya. Kusudi tufike Mosi. Alikuwa ni UNHCR ni njia unafika wako Mosi. Ndio ilikuwa kazi ya Maria. Mimi Yesu alikuwa haiko. Amen. Amen. Je tuko pamoja? Amen. Écoutez. Il est dit 3 êtres célestes pour voir ceci se passe. Amen. Asa palikuwa wenye uhai watatu wa kumbingu ambao walikuja kuona hiki kitu ambacho kiko kinafanyika. Évidemment donc, ni ukweli. Cela voulait dire et représenter la seconde venue comme nous le voyons. Amen. Aseme hiyo ilikuwa maana ya kusema ya kuwakilisha nini? Ujio wa pili kama vile tunatoka kuiona. Ujio wa pili ulikuwa na ahadi Yesu Kristo mwenyewe aliweza kusema
miongoni mwenu mpaka wenyewe hawatakufa kabla hawajaona nini? Mwana wa Adamu kukuja katika nini? Utukufu. Mwana wa Adamu wakati anakuja katika utukufu ilikuwa ni nini? Ni alama ya ujio wa nini? Wa pili, kisu itafanyika. Amen. Amen. Je, tuko pamoja? Amen. Amina. Écoute. C'est là donc la seconde venue comme vous le voyez. En premier lieu, kwa tukio ya kwanza wala kwa ujio wa kwanza, ils ont levé les yeux et ils ont vu Moïse et Élie qui doivent retourner dans le dernier jour avant la venue du Seigneur. Ase wakati waliinua macho tu mara ya kwanza wakaona nani? Musa na nani na Elia ambaye atapasha kukuja kwa siku za mwisho. Amen. Amen. Si ndio wenyewe waliona kwa kwanza sema ndiko nasema. Waliinua macho mara ya kwanza wakaona Musa na Eli. Wakati waliinua sasa mara ya pili wakaona Yesu anakuwa yeye mwenyewe. Sasa Musa na Elia walitokaka wapi? Ndio kwenye siri iko sasa, ndio tunasema siri ya nini? Ya mlima wa mageuzi na mlima wa Sayuni. Musa na Elia walitokaka wapi? Ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Walitokaka wapi na walijuaka je kama ni Musa na Elia? Ingawa walikuwa kwaisha kukufa 600 ago. Yes. Walikuwa kwaisha kukufa. Mais Jacques na Jean na Pierre wakabatambua kusema huyu ni Musa, huyu ni Elia. Walijuaka namna gani na walitokeaka wapi? Je, tuko nakubaliana na nabii? Ndio pale ndugu Branham yuko anatuonesha kwamba Musa na Elia wote walikuwa ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Amen. Hapa kutoka yeye anasema tuko wingo fasi moja, walikuwa ndani yake. Walikuwa representé par Jésus. Na wakati wanatokea pale ndio nabii Branham anatupatia nini tafsiri sasa kamilifu ya kusema kama Moize alikuwa na representer wale watakatifu wote wenye bako balikufa katika vizazi ngapi? Bisita. Elia tu alikuwa vivale zao kunyakuliwa iko mwenye mzima hakukufaka. Alisanya kuliwa kwa mzima, alikuwa na representer watakatifu ambao watakuwa alifika kwa nini bazima. Ilikuwa ni representation. Uwakilisho. Amen. Amina. Je, tuko na kubaliana na nabii? Amina. Bale mandugu wakakuwa pale. Mimi ilikuwa ni representer. Pia mtu alikuwa na ba representer, alikuwa na bakilisha pale. Écoute. Ici. Il dit ceci. Excusez-moi. Cela représentait la seconde venue du Seigneur, ou plutôt le départ du reste de l'église juive. Au kwa kuondoka wala kutoka kwa mabaki ya kanisa ya manani wa juive, yani Wayahudi, pour prêcher pendant les 3 ans et demi qui restant de la prophétie de Daniel pour Israël seul après le départ de l'église. Ase ambao watakuja kuhubiri mabaki ya wajuifu yani Wayahudi ambao itaweza kutimiliza ile unabii wa nani wa Daniel kwa Israeli pekee. Après le départ de l'église, baada ya kuondoka kwa nini kwa kanisa. Ensuite, ils ont encore regardé et ils ont vu Jésus seul. Amen. Mara ya kwanza wakati balinukaka bakamwona nani? Bakamwona Musa na Elia. Si ndio vile Biblia inasema? Tusome kwanza, tuseme kama ni ndugu Branham mwenyewe hivyo unasema. Écoute. Matthieu 17 verset 2. Il est dit ceci. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devenirent blancs comme de la neige, de la lumière. Asi akaweza kugeuzwa mbele yao kama vile nini? Jua, nguo zake zikakuwa mweupe sana kama vile nuru. Ikakuwa mweupe sana kama vile nuru. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec eux. Asi oneni Musa na Elia akaweza kutokea. Pierre prend la parole et dit: Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes de main, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parla encore une nuée lumineuse,
les couvrirent. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. Amen. Amen. Et lorsqu'il attendit cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande effrayée. Mais Jésus s'approcha d'elle, toucha, et lèvez-vous, n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et ne le virent que Jésus seul. Amen. Ile ilikuwa ni mara ya pili. Mara ya kwanza balionaka Musa na nani na Elia. Mais mara ya pili wakati balinuka wakamwona Yesu peke yake. Écoutez. Le Branham dit ceci. Et ensuite, ils ont encore regardé et ils ont vu Jésus seul. Amen. Eh bien, cela signifie quelque chose d'autre. C'est une manisha kitu ingine. Et cela dessus que nous aimerions fixer nos pensées maintenant même. Amen. Aseme hiyo inamaanisha jambo fulani na ni hapo ndio tutaweza kunini kuleta angalisho yetu. Tuweze kuweka nini mafikira yetu sasa. Amen. Kwenye piko mambo sasa ni hapa. Baada ya kuona Musa na Elia, sasa wananuka mara ya pili wanamuona Yesu peke yake. Ile ilikuwa ni nini? Mfano wa ujio wangapi wa pili wa Yesu Kristo. Amen. Pale ndio kwenye mko maangalishi sasa. Ile dit ceci. Paragraphe 20. Cela a dit être un événement spécial. Aseme hiyo inapaswa kuwa ni tukio yenye iko ya nini ya kipekee. Amen. Ni tukio yenye iko special, yenye iko ya kipekee, iko différemment. Ndio sema extraordinaire, mambo yenye hajawahi kufanyika. C'est toujours dans écoutez de 1960. Lui écoutez la leçon pour prêcher mara mingi, de 1960 par le 13 mars. Il a dit ceci, paragraphe 20, il a dit, cela a dit être un événement spécial, mais il n'a pas chaque fois du tout qui a pété, voilà, il y a une extraordinaire. Un grand événement, c'est du tout qui a un coup sana. Pierre l'appela plus tard la montagne sainte. Assez Pedro akaita, muda si mchache akaita ile nafasi, yenye Yesu anaweza kubadilishwa, akaita tena kwa ni mlima takatifu. Na kwa mlima takatifu inakuwaka. Hapa kwa mlima takatifu, hapa kwa nyumba takatifu, hapa kwa kanisa takatifu. Ile nafasi inakuwa takatifu wakati mtakatifu iko pale. Amen. Amina. Junga niseme kitu fulani hapa. Oh, nyumba yangu iko proper sana, mchakia nyumba mvule bilato. Nyumba yako iko takatifu, unataka kufanya tuko mmoske nyumba yako. Sababu tunavula wala tusivule. Nyumba yako haina takatifu. Nishaingia na hivyo kama unakwaziko jambo bile, nyumba yako sio takatifu. Wewe ndio nishachafura ndio na chafula mtakatifu tu mtakatifu ndani ya. Si mambo ya Katolika. Mlima inakuwa takatifu. Siku gani? Wakati mtakatifu anatoka pale mlima inakuwa machafuko. Mlima mwingine. Inakuwa kawaida tu kama mlima mwingine. Hii wale kwa takatifu juba takatifu biko wemo. Amen. Tukishatoka hapo baadhi wanaweza kufanyia marenyo, ba politiciens, bado pia wanafanyia nini mkutano wao. Oh, mbele kuingia mmoske mvule biatu juu ni mali nani alikwambia ni mali takatifu na mtakatifu ashinda yeye. Nilishapia kwako kama nilivula biatu kama sikuvula utakwazika biako bile mie niko free naingia. Na hiyo ni nyumba ya ndugu. Ukishapia kwangu kama unavula kama uvuli biako bile. Na marga sibe tu ukoropaki tu ukoropaki ndio nyumba sio takatifu. Sio takatifu. Mlima na watu takatifu tamu sababu gani? Kama mtakatifu asina yako ile fasi iko kawaida. Amen. Amina. Na moi baridi yako masuko sema kule biatu frère. Msuko mnafuna ili fasi ina takatifu. Dada kakoropa. Mimi msianze kurudia na madada kula sema nishatuambia nyumba sio takatifu. Msibebe boshe. Mnafanya tumebidi kwa vya utaratibu ni mzuri. Mungu abariki sana. Amina. Mkwele wa kiroho muelewe kwenye tuko tunaenda. Ndio. Wewe sema sasa hapana kisha kutuambia nyumba hizi kwa takatifu ndio mnakuwa na kutia na machafu kule kama vile ndugu atoa garaje na mafuta sio takatifu. Kama mkwaza dada. Au ukoropaki frère. Kama unaona vitu vya uchafu acha na wako nje. Usimkwaze dada. Mzuri sana. Mungu aturehemu sana. Amina. Écoutez les prophètes. Je m'appelle Nabi Branham. Amen. Il a dit,
Je ne crois pas que Pierre voulait dire que la montagne était sainte. Asa siamini ya kwamba kama Petro atafuta kusema kama mlima ilikuwa takatifu. Hata na mimi siamini hivyo. Juu mlima haipaswi kuwa takatifu. Yuko takatifu wakati mtakatifu yuko pale, akishatoka ni kawaida tu. Amen. Beba ndugu yetu wanaenda kujenga nini doctrine ile nafasi. Ikamu takatifu. Saint tabernacle. Mosquée takatifu. Maison sainte. Aizo kuwa takatifu kama mtakatifu hana emo. Écoutez les prophètes. Il a dit, je crois que Pierre voulait dire que Dieu, saint, les racontera sur la montagne. Amen. Asa naamini kama Petro angesema alitafuta kumaanisha hivi, Mungu mtakatifu aliwakutanisha wapi kumulima? Ile mlima ndio kafana kwa mtakatifu, juu mtakatifu yuko pale. Amen. Wewe mtakatifu akishaondoka, kawaida. Normal, unaweza kupanda kwa mihindi. Vyovyote mnaweza kufanya kwenye mlima vinafanyika. Juu ni mlima kawaida kama zingine. Amen. Ni nyumba kawaida kama zingine. Ndio. Ni kanisa kawaida kama zingine. Je, tuko tunapatana mzuri? Amen. Juu ni siri za kwenye mlima wa mageuzi. Ndio. Na madoktrine zinajengewa kwa za mingi sana. Utatu mtakatifu Katolika ukajarete pale. Bamizilimani wanatosha kiago pale. Mtakatifu. Na makanisa za ujumbe washafanya vile. Unaona wanajenga kijina kia mkubwa kule nje. Asa Saint Tabernacle de Lubumbashi. Saint Tabernacle de Brisbane. Saint Tabernacle de Kolwezi. Nani aliwaambia mimi? Hiki kinyumba yenyewe tunakimbiliaga mvula na vumbi inakuwa saint. Saint ni pale matakatifu nyumba inaingia kama moja ndani. Hapana kile kinyumba, ile ni kiboro. Unaweza kusema tu Tabernacle de Australie. Pointe ni adresse. Lakini ni hekalu, lakini kinyumba tu cha kukimbilia mvula kwa Australia. Ina make sense. Branham Tabernacle ina make sense. Hapana saint. Saint ni wakati watakatifu biko mule. Kisha toka ni kawaida. Unaweza kwa luata wa mariage wanakuja kupiga mo concert. Wanamengezea makuta ya kulipa kura. Siku tunajenga kitu fulani bashaka na kia kukialu, tuchatoa mkanisa na kialuwe. Tunapapatia. Hakuna dhambi. Ni kiolo. Ndio. Asa ni kiolo maki mnaanza kutafuta nani pesa mu jina ya Bwana sio bili ni kiolo frère. Ndio. Ni kama vile na watu wanatuangaje maki kitu kiabo tuepuke mvula na jua ni kiolo. Hatu hiyo hivi nafanyika kwa Mungu kushatoka. Mungu atulie sana. Amen. Écoutez les prophètes. Il est dit ce n'est pas la sainte. Ce n'est pas la sainte, l'église, ce n'est pas le peuple saint, c'est le Saint-Esprit. Amen. Asema haiko kanisa takatifu wala taifa takatifu, meni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu itakuwa ndani ya watu, ndio wale watu wanakuwa wanani watakatifu. Hapana kanisa takatifu. Hapana jengo takatifu. Mtu anakuwa mtakatifu wakati Saint-Esprit iko ndani yake. Amen. Na ile mahali kwenye kwenda natembea na kuona kwa sasa saint, ashatosha anakuwa mchafu. Saint anatosha anakuwa nini mchafu? Ashakuja kwako mtakatifu anakuja kwangu. Sasa mtakatifu anakuja kwako na muangalia tu hivi na moshi na mecho tu au mkaribishi. Na mtakatifu anakuja kwako. Tatizo ni nini? Ile reality ambayo ilifanyika wapi mbingu? Baki Mungu alikuwa tayari kufuata kitu fulani akakirevele kwanza mbingu. Kusudi kwa watu wenyewe watakitemwanye na leo kuna temwanye kama hii mambo ni reality. Amen. Amen. Écoute les prophètes. Il dit ceci. Quand Dieu s'apprête de faire quelque chose de spécial, excusez-moi, j'avais sauté quelque chose. Quand Dieu s'approche de faire quelque chose d'important, il le déclare généralement dans le ciel. D'abord, asa anaweza kuionyesha kwanza kumbingu kabla ya kuionyesha kwa bantu wote. Inaonekana kwanza mbingu batemwe banakiona banakishuhudia. Ujio wa pili wake anaweza kuionyesha kwanza watu wakaushuhudia mlima wa mageuzi. Amen. Je, tuko nafuatana na nabii? Amen. Ujio wa pili nao iko na kuonesha kizi inaweza kufanyika na si accomplissement yake iko nafanyika, iko nafanyika. Écoutez les prophètes. Il est dit ceci. Ceci dit être un événement quelques jours auparavant. Excusez-moi. Ceci est dit être un événement spécial. Il allait à ce que nous appelons les montagnes de transfiguration. Asema hii ikakuwa ni kama vile tukio ya kipekee wala ya muhimu sana, jambo special
bakatoka bakaenda kumulima ambao tunaita mlima wa mageuzi. Et il avait dit quelques jours après, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne verront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils, le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Amen. Est-ce que maneno ya Yesu? Ya Yesu. Kutoka kusoma mule katika Matthieu 17. Inasema ile jambo. Au verset 1. Sema siku 6 après. Akaanza kuambia wanafunzi wake. Asema wamoja wa wale wenyewe biko hapa mbinguni mwenu. Habatakufa kabla hawajaona nini? Mwana wa Adam anakuja katika nini? Utukufu wake, puissance. Qu'est-ce que la puissance? Qu'est-ce que la puissance? La colonne de feu, c'est la puissance. Amen. Cette nuée de gloire, c'est la puissance. Pale kwa mlima wa mageuzi, mwana wa Adam aliweza kunini? Nasema wakati walikuwa wanasema tu kidogo, pakakuya nini? Niwe pakakuya mwingu, pakakuya nini? Nguvu. Ile puissance ikashuka, ikaweza kumfunika nani Yesu. Amen. Ilikuwa ni nguvu, ilikuwa ni puissance. Ile grande niwe lumière. Ikashuka kumfunika nani Yesu. Hapa tunaona hii niwe inakuja sasa. Baki tunaona ni nguvu tena. Inashuka ili pia nini confirmer neno ya Mungu. Amen. Écoute. Il est dit. Paragraphe 21. Je crois qu'à peu près tous les prédicateurs ou beaucoup d'entre eux savent que cette disposition représente l'ordre de la venue de Christ. Amen. Je tunakubaliana na nabii. Amina. Semina amini ya kwamba banabii bote tous les prédicateurs kama utajiretire, mimi nabii Branham alisema au pluriel. Tuko kama tunasema kama ndugu Branham ni nabii wa generation yote. Ni nabii wa makanisa zote. Mwe mjitoshe msijitoshe, mimi ndugu Branham aliona kama yeye ni nabii wenu nyinyi bote. Parce que tous au pluriel, tous les prédicateurs ou beaucoup d'entre eux, au wengi miongoni mwao banajua kwamba kama hii tukio ni nini? Ni uwepo wa kujio wangapi le rôle de la venue du Christ. Amen. C'est ni utaratibu wa ujio wa nani wa Kristo. Il est dit, premièrement, ils ont vu quel était l'ordre. Et ils ont vu Jésus qui devait apparaître. Amen. Asa kia kwanza waliona utaratibu ulikuwa ni gani na wakaona Yesu ambaye alipaswa kutokea. Ensuite, ils ont vu la venue de la glorification. Mara ya pili wakaona nini? Ujio wa nini wa utukufu. Ile utukufu ndio tunasema nini? Ni niwe de gloire. Amen. Ndio tunataka niwe de gloire. Nguzo ya utukufu. Écoute. Et Moïse, et ils ont vu Moïse et Élie. L'ordre exact de sa seconde venue. Amen. Amen. Asema ni utaratibu wenye ukamilifu ya baki ya ukweli ya ujio wake wangapi wa pili. Baki ujio wa pili, Yesu Kristo aliweza kuonesha kwanza wale watu wenyewe aliweza kuambia hamtakufa kabla mtaona mwana wa Adam anakuja katika utukufu wake. Na utukufu ndio tuko naona ni nini? Ni descendance ya niwe. Ndio kama tunaitaka niwe de gloire. Nguzo ya utukufu. Ya utukufu. Amen. Ushangalia mzuri mule ndani unaona mko nani mtukufu mwenyewe iko ndani. Ndio. Ile kitu inakufika na kwa nini takatifu? Yule mtakatifu iko ndani. Ndio. Amen. Écoute. Il dit ceci. C'est l'ordre exact de la seconde venue. Puis, lorsqu'il regarde de nouveau, il ne vit que c'est le Jésus quand il se retourna. Amen. Sasa wale wakati wanaangalia mara ya pili wakamuona tu Yesu wakati alikuwa akirudia. Maintenant, nous voyons qu'il a pris là-haut dans un but précis et qu'il en est pris 3. Amen. Asa tunaona anaweza kuchukuliwa huko juu kwa shaba ambayo ilikuwa iko precise na akachukua wanani batatu ambao walikuwa ni wale washuhuda watatu tulisema ni Pierre, Jacques na Jean. Et dans l'Ancien Testament aussi, dans le Nouveau Testament, 3 est une confirmation. Amen. Asa katika agano la kale na katika agano la jipya ile mara tatu ni nini? Uhakikisho, maana ni confirmation ya kuonyesha kama ile kitu ni vya ukweli, sio montage, sio copier coller.
copie de pesa hizi masiku hapana, ile ni vya ukweli. Amen. Amen. Il dit, 3 points, que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit établie. Amen. Asa kupitia kinywa kia watu wangapi bawili au watatu, kila neno yote ionekane kama ni vya ukweli. Na hii vitu tunaamini kama ni ukweli, ni tukio ambalo lifanyikaka na lisha kutimilika tena. Amen. Juu tuko na hii descendance ya Noé de gloire. Kama watu wanaikatana baichane basi ikubali. Wewe tunakubali kama hii descendance ya Noé de gloire ilikuwa ni confirmation ya seconde venue ya nani? Ya Kristo. Ya Kristo ndio vile anaweza kuambia. Amen. Amina. Je, tuko tunapatana mzuri? Mzuri sana. Je sors. Je prends pourquoi? C'est quoi nini? Prêcher le 1960 le 26 novembre. Frère Branham dit ceci au paragraphe 91. Pensez-y mes amis. Est-ce que mnawazia marafiki zangu? Est-ce que vous êtes les amis du prophète? Amen. Être l'ami de quelqu'un, unapaswa kuna mkubali, sio vile? Hauwezi kuwa rafiki yangu sio kuna niteta tena, una rafiki yangu uko hypocrite ndio jina yake. Uko nabii wa nabii, uko rafiki wa nabii, mambo unapaswa kumkubali. Na kumkubali nabii maana ni kumpenda. Na ushakuwa wa kumpenda unapaswa kumfijikia makosa yake. Kwanza kia maajabu kazi yake haina kosa. Amen. Amen. Ndio maana sisi tuko marafiki ba nabii Branham. Pale kwenye nabii anasema ndio sisi tunasema. Amen. Na kumpenda nabii sio kwa kurendre kilte mjina lake. Ila ni kurepete vile vyenye alisema na kuamini kama vyote vya alisema ni maneno ya Mungu, ni amina na haleluya. Amen. Amina. Kumpenda mtu unarudia tena sio kumrendre kilte mjina yake. Unasema sasa unampendaka mke wako sio uanze kumwabudu, hapana. Amen. Bafaransa wanasema hivi, aseme adorer quelqu'un sio kufanya ibada mjina yake. Mimi kwa kumpenda kwa moyo wako wote. Ndio vile wanasema. Na hiyo ni vitu tulipitia kwa masomo, wakati mko natoka kwa masomo nenda natongoza, unataka umconvaincre fille wa benyo, unaanza kumwambia sema je t'adore, unamwadoraka. Maki anampendaka français mule frère. Grave unaanza kuitafuta siku mwanamkusudi ni mconvaincre, ni mtongoze leo nimwambieje. Mimi sema nikimwambia nampenda ni kawaida, watu wanaambiana vile. Nasema huko wakiana, si wakiana tayari. Kila mtu anaweza mwambie. So unatafuta umudanganye sana mkija naambia je t'adore. Maki wewe unanipenda kwa moyo wote. Na sisi tunasema kama tuko marafiki bana Biblia na munula adoro, si yasema tunarendre kitu mjina yake. Tunampenda. Basi ni rafiki wetu. Ndio. Mkifaransa ndio vinasone mzuri. Wewe unaanza kuwewa moshi adore, maana mnapiga magoti bila kuna hapa. Huko kuna damu ndio inabidi kinywa cha Mungu. Hatuwezi kuabudu. Amen. Wewe ni rafiki yetu. Pensez-y mes amis. Je suis sûr que si nous pouvons vraiment tromper, si nous avions une certaine chose avec laquelle nous pouvions nous penser, l'aimer et se nous amener à nous rendre compte de ce qui se passe ici maintenant. Amen. Ase munawazia marafiki zangu kama tuko na kitu ambacho tunaweza kufikiria vraiment kwa uhakika ambao kinaweza une certaine chose avec laquelle nous pouvions nous penser, kitu ambacho kwa uhakika ambao tunapaswa kuwazia wala tuweze kukishikilia, c'est l'aimer kwa kushika mikono, c'est nous amener à nous rendre compte de ce qui se passe ici maintenant. Amen. Asa ni kwa kutuleta ili tuweze kuwa na ile uhakikisho wala kwa ile uwakilisho ya kutambua mambo ambayo yanafanyika hapa sasa. Amen. Sio leo Jumapili. Ni wakati wa ndugu Branham. Biko mambo ambayo yalikuwa yanafanyika yenyewe watu wakopa nao. Mimi rafiki yake walikuwa naiona. Ndio mambo gani ile siri ile frère. Ni siri bibi harusi tu pekee anapata kuona hii mambo. Sio ya bantu bote. Ndio tunapatana mzuri. Écoute. Il est dit 3 points, nous sommes 3 points, nous ne sommes pas conscients. C'est tout côté si maratatu, sisi hatuko kama vile conscient, maki kama vile watu wenyewe hapana conscient na mambo wala nous en sommes tout connaît. Oh, excusez-moi. Je sais 3 points. Nous en sommes pas conscients. Excusez-moi. Nous en sommes pas conscients. Aseme sisi hatuko kama vile hatuna zamiri de conscience ya. Donc soyez mzuri. Sisi hatuna zamiri. Je vous dis peut-être ces choses
ameimagine. Sasa mimi nawaambia hiki kitu kwa kuweza ininye maki kama vile mnamna ya kujishusha. Maki nawaambia hiki kitu mnamna ya kuweza kujishusha wala kubisimplifier pour que muelewe. Peut-être vous ne comprenez pas cela parce que vous trompe. Sasa mara nyingine saa zimoya hamuelewi hiyo juu mko nukta tatu. Je peux simplement vous laisser avoir avoir ce que je sais maintenant. Sasa mimi nitaweza kumiacha muweze kuona kile ambayo niko najua sasa. Ce que je ressens maintenant, c'est que je sais être présent. Kila ambayo mimi najisikia ambayo mimi naweza kujua ambayo kiko nini présent, kiko sasa. Et une grande heure de décision. Aseme grande heure, maana ni saa kubwa za kufanya nini uamuzi. Cette église est arrivée à son heure. Ase hii kanisa. Akisema kanisa maana ni kanisa yote kwa ujumla bibi harusi. Amen. Waamini wa ujumbe wote ni kanisa. Mais sasa bibi harusi sasa ndio iko mule mwele makanisa fasi yote. Asema cette église est arrivée, il est dit que cette église est arrivée. Non, excusez-moi, il est dit cette église est arrivée à son heure. Asema hii kanisa imefika kwa wakati wake. Cette église est arrivée là. Asema hii kanisa imefika hapo. Elle est arrivée à sa montagne de transfiguration dans cette communion fraternelle. Amen. Asema hii kanisa imefika kumlima wa mageuzi katika nini? Ile ushirika wa kindugu. Amen. Kumlima wa mageuzi kuna pana mlima wa Carmel na pana mlima wa Sayuni. Mlima wa mageuzi tulimwona nani? Yesu. Mlima wa mageuzi transfiguration frère, ni Jésus Christ. Kanisa chafika kumlima wa mageuzi unapaswa kumuona nani Yesu? Unapaswa kumuona nini Moizi? Unapaswa kumuona nani Sasa kanisa yafika mpaka leo bangali banaenda. Mimi ndugu Branham anakisha sema kanisa hii wakati. Isha kufika wapi kumlima wa manini? Mageuzi. Ule wakati tunapaswa kumuona Yesu mwenyewe. Tunapaswa kumuona je, mko namuona Yesu? Teule. Wala frère, sisi tuko na wala maneno ndio tunamuona. Amuoni Yesu hapo frère. Wala tungeuza tena foto mzuri. Yewe. Na msiko kwa kimwili. Ni mambo ya kiroho yanakuwa. Ndugu Branham anasema kanisa chafika pale kumlima wa mageuzi. Kumlima wa mageuzi haiko vitu vimoja ya DC moja hivyo na makatuni, papa pike, hakuna papa pike kule mageuzi. Bali tunamuona Yesu, Moize na ili Pierre, Jean na Jacques. Pierre na Jean na Jacques ndio bibi harusi, sio kanisa, ni bibi harusi kwenye tunapaswa muona Yesu kule kumlima. Kanisa sasa sisi bibi harusi sasa. Tunatoka sasa na sisi ndugu Branham anasema hii kanisa inafika wapi kumlima wa mageuzi. Mko obligé kanisa chafika hii fasi frère, mko obligé muone nani Yesu Kristo. Na kama muone mzuri mgeuze foto bien muangalie. Ndio. Ndugu Branham wakati alipata hii foto, alikuwa na kamata mwa hii namna hii. Pale Juni nabii akasikia voix audible, c'est tourner les photos. Sauti na mkuia. Ndio. Namwambia geuza nini picha? Kugeuza picha hivi akaangalia unaona macho yake. Unaona pua yake. Unaona mandevu. Yesu yuko na mandevu. Haleluya. Amen. Bibi harusi pekee anapaswa kuona Yesu frère. Ndio. Amen. Amina. Pale ndio kunye nisema balole vile tunabacha. Baba nabakia tu pale hawamoni Yesu. Bibi harusi unaona Yesu. Ndio Branham anasema ukishafika kwa ile mlima transfiguration uko obligé kwa kumuona nani Yesu Kristo. Amen. Amina. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Il a dit, dans cette communion fraternelle, il s'est produit des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Katika hiyo ushirika wa kindugu, munaweza kufanyika mambo ambayo hatujaweza kuwazia. Mais ce sont des choses qui ont été prophétisées. Amen. Mambo ambayo yalifanyika ilikuwa ni mambo ambayo tulikuwa tunawazia, mimi mambo ambayo ilikuwa kutabiriwa zamani. Sio vya kimupya. Benye tunaamini hapa vinaonekana kama ni vyapya kwa macho ya watu wala kwa masikio, mimi sio bakozi, ni mambo yalisha kusemeka zamani. Amen, amen, amen. Amen. Amina. Ushirika wa kindugu ambao tunafanya sio mambo ambayo tunajiundia. Ni mambo yenyewe yashafanyika zamani.
Dada mnduka anakuja kwako unamwona kama mtakatifu. Sio mambo hapa sasa, ni tangu zamani ilikuwa. Amen. Mimi wakati unafika kule mlima Mageuzi mko obligé kuona sasa nani Kristo. Nimewahi kumpatia mfano hapa ya mzee wangu. Wasema huyu mzee sasa yeye hapana, this is too much. Kwa hiyo tulikuwa ni distance moja ya mrefu sana na barabara kwenye piko mashopo. Yeye mbele ya kutaka kuuza hata sukari wala alimete na kwamba uende uza kwa mzee Deni. Nisikia bisira. Hizi mashopo yote ndio pita mpaka ndio kwa mzee Deni. Kumbe hapana ni communion na fraternel. Ushirika wa kiduka kama vile pesa zirudie tena kwa ndugu yake. Shopo endelee upande. Ndio watu wasema hapa watu mapendo napita. Njoo vile bako namuona Yesu mkila kitu. Amina. Amina. Sasa support yake ndugu yako. Wanataka kumwangusha. Mungu aturehemu sana. So bwana muelewa sana mzee sema hapa this is too much. Nenda na bisirani mimi niko obligé niende tu Sunday school wanatufundisha. Tuko na heshima bazazi sasa kama si heshima sasa hapa yeye mimi nakufa mimi naogopa. Sasa utakufa bio kama heshima bazazi. Hapo kuogopa. Mimi naenda tuna bisirani. Na kwa rudia pale sasa ati alimeti wala sukari. Mimi sikupifanya na moyo natoka ndani. Mimi nyuma sasa ndio kuelewa tuko obligé. Tuko obligé kushirikiana. Oh, l'amour fraternel. Si iko hapa amour fraternel. Sasa iko wapi nao kanisa? Sisi tuko kanisa. Ndio pale tatizo yeye iko watu katika kule mlima wa Mageuzi. Pangano unaona kitu makosa. Hawapendi kusapotiana. Hakuna ile amour fraternel. Et Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Écoute. Il dit c'est prophétisé. Et il y a longtemps, comme quoi il arrivera, asema hakuna muda mrefu kama hivyo itafika, c'est l'heure des décisions pour beaucoup. Amen. Asema wakati wa uamuzi kwa wengi wetu. Amen. Et la décision de l'homme fait toujours la volonté de Dieu. Amen. Uamuzi wa mtu ndio anafanya mapenzi ya Mungu. Ndio. Hakuna siku utamwona Mungu anakosa mbio ule Mungu yeye mnakuwa anakudu wa mandevu. Frere leo watu kunywa pombe. Wale wao kupata sigareti makofi waje. Huyu anapaswa kufanya uamuzi. Leo sasa kutaka tena sigareti Mungu nisaidie. Wewe unafanya nini desi? Amen. Decision. Oh dada mbona upendi kuolea? Sisi tunachunga muda wa Mungu ifike utazeekea kwenu. Fanya decision. Frere wewe sina mali ni unachunga Mungu anataka kuchumbilia. Chunga. Fanya decision. Amen. Ndio vile bandugu waanza kutubebea nani. Unaisha bandugu mkanisa banaya au kumbaka kuna bandugu hapa wapi. Sisi tunachunga muda wa Mungu. Juu ya nini huku? Wenyewe wako na roho kwa bambi watu ukweli. Muoneshe mtu ukweli kunapaswa kufanya decision kila kitu usho na muandisha Mungu afanye nini sasa? Volonté yake iko parfaite. Amen. Amen. Tete kubenise. Amen. Binezo nikana sometimes kama vile ni comedy but ndio reality yetu tuliamini. Amen. Sio tayari tuko tunafanya. Mkila kitu tunapaswa kufanya decision. Ndugu Branham anasema sasa ni wakati ambapo wengi wetu tunapata tuko obligé kwa kufanya nini decision uamuzi mkila kitu. Amen. Amen. Huko nyimbo moja tunaimba nyimbo za Mungu. Aseme wewe ndugu, wewe dada, chagua wewe mwenyewe kama Mungu au vya dunia. Agua wewe pasipo mtu mwengine kwa kuambia chagua hiki ila wewe au tumaini chagua wewe mwenye unasikia wadada wanacheza kiroho mbegu chagua hachagulaki chagua wewe friend mbona uchagui anacheza mro karibu hiyo sio malaika wale ndugu ashakuzeheka na bwana ma 30 kelike anataka hata kufianse kunyumba kwao. Tunaobalisha kumsema uchague mwenyewe. Watu wanaenda kuchagulia. Mungu amchagulie. Na Biblia Branham anasema kama tuko ni muda wa kufanya decision sisi Fana fuata bibi bwanako alisema, fuata ya familia yako, fuata ya mkubwa yako, ya ndugu yako. Fuata decision yako mwenyewe, angalia ukweli, tafuta ukweli. Fanya decision wewe mwenyewe. Ndio watu wako ndani ya kijumla. Kama tukufe si wote. Tukufe si wote, unakuwa msinema. Tukufe si wote. Ebile anashaka mke wako anakumbuka. Siku moja ule kwa zito aliweza kupiga ile chakula hapo wanataka nini tena? Sema jina lake. Eguse. Analeta eguse pilipili kwa tuma anasema hii mara leo tutakufa si wote. Sasa hapana pilipili tuma. Tutakufa si wote. Ikamulishe mbaya na huko. Tukufa si wote.
Hapo ndio decision kufanyia sema hii baadaye na mwekeza mkono. Bado wajama pilipili mkila kitu. Naambia leo ni sinema tukufe si bote. Hakuna selebuni. Sasa hapa ndugu brada kwa anasema ile tukufe si bote no. Ni decision wepe. Wepe. Mungu aturehemu sana. Amen. Etienne vous bénisse. Amen. Tuangalie na muda tushakawia tena vitaanza kusaulika vile kwenye tulianzia. Muda imeshaisha. Tuweke tu mkato nukta. Muda inaisha. Ayaisha na muda inaisha. Tuendelee mpaka saa 8. Na siku nyingine Abishaki. Nasemaka nya Mungu azishake. Si njia za Mungu azishake ziko za mimi. So mnaona muda inaisha, tumalizie tu citation. Ili tutaona tena Jumapili kama Mungu anatujia msari. Tunapaswa kuheshimu muda, kwa Mungu wetu na utaratibu. Sasa tunapaswa kuonesha utaratibu mkila kitu. Écoute les prophètes, il a dit ceci. Il a dit c'est l'heure des décisions pour beaucoup. Je suis très content que ceci soit venu. Aseniko mwenye na furaha sana kwa kuwa hiki kimekuja. Pensez-y. Les glorieux, il a dit les glorieux Saint-Esprit de Dieu, celui qui a raconté Père Abraham là-bas, est descendu au milieu de nous. Amen. Est-ce que quelqu'un va dire Amen à cela? Amen. Le Abraham nous dit que le glorieux Saint-Esprit, la niwe de gloire, oui, niwe, mais les aboutanana na baba wetu wa imani ambao ni Abraham. Aseme est descendu ce soir. Zacha kushuka ule Kristo, hapana Kristo wa pili. Ule Kristo. Maana hii presence ya hii nani ilikuwa ni presence ya Saint-Esprit, Kristo mwenyewe. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Hapa ndio tunakuruganiana na bantu baswa ndizaba ujumbe. Anasema sasa, mkishasema vile, maana yake mnasema kama Kristo ashaka kukuya kuwabeba, mshaka kuwa levate. Asema vile msebebe moshi. Tuna na vitu vyenye nabii anasema, juu tuko na hii kitu. Kama utakatala Mungu itosha. Ndio bana bana nazo nyumba yao. Batu ba mingi ba no revele hizi mabitu bana na nyumba yao, bana na makanisa yao jua nini? Bana katala hii evenement. Bana katala evenement yenye ilifanyika hapa. Mimi tuko nazo juu ya témoignage. Kama vile iliwahi kufanyika kila mara. Mungu ashakuwa tayari kwa kufanya kila kitu. Panakuwa washuhuda. Ndio maana tuko nashuhudia kama hii ni ukweli, ili glorieux Saint-Esprit sous forme de nuée de gloire ilishuka hii jioni kama vile iliweza kutana na baba yetu wa imani Abraham. Amen. Ibrahim iko nasema. Écoute. Je répète encore. Il est dit le glorieux Saint-Esprit de Dieu, celui qui a raconté Père Abraham là-bas, est descendu au milieu de nous. Amen. Asema ilishuka miongoni mwetu. Kama utajiretiro kuna jitosha, maki hauonaki mzuri, unaomba nini malineti? Wala jimelo utafute mwingine nabii wako. Mimi nabii wetu sie, alishatuambia kama alishuka. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est dit, travaillons dans des vies mortelles, chacun de nous qui s'est déplacé dans les bâtiments, exactement comme il a annoncé. Amen. Baki wakati alishuka, hakushuka tu akaikala pasi mwa seminyo Saint-Esprit mkono wake kuniabudu hapana, alishuka kaingia ndani ya watu. Iko natumika ndani ya mili za watu za penye kukufa. Sio kusema sema jiko ndani yetu hautakufaka tena. Bali walimuonaka walikufaka tena. Amen. Ndio pale ndugu Branham anasema kama alishuka akaingia ndani ya mili za watu wenye kukufa, akitembea kwa anafanya nini kazi ndani ya watu. Ndio kama sisi tunaamini kama hii colombe de feu, hii niwe de gloire, haiko fasi nyingine leo iko ndani ya mili ya watakatifu. Amen. Tumewahi kusikia nabii anatuambia hapa. C'est aujourd'hui la colombe de feu est dans son peuple racheté. Na kama wewe ndio ule taifa yake ambayo itakombolewa, maana colombe de feu iko ndani yako. Colombe de feu kishaingia ndani ya mtu ni moto itachoma, mtu ataexplose, atapasuka. Nani alikwambia hivi? Na Biblia inaonyesha kama iko ndani ya watu. Kama uko unajiretiria wewe peke yako kukuingiza kwa mwenyewe uko na vitosha. Mais ni decision kwanza ya kufanya. Unaamua unamfuata nani? Kristo. Sasa colombe de feu ataingia na wewe ndani yako.
Mungu atubariki sana. Amen. Tutashimamia hapa kwa ajili ya siku ya leo, tutaendelea Jumapili ijayo kama Mungu anatujia msaada. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tushimame tuimbe katika nyimbo za tai. Souria, élève son visage vers celui qui t'aime, serrer la main de ton voisin, ton pèlerin. Si wote tuko wasafiri tena bageni ba étranger katika dunia, tunapaswa kushikia ule mkono wa amour fraternel kama vile ndugu Branham anasema, ili tuweze kukaribia Mungu wetu kwa maombi kwa dakika chache, aturehemu na tupatie ile uadilifu, ile sincerite ya kukubali kwa banani ba fidèle. Unaweza kuona kitu umeona kikatala na ndio kitu kibaya. Wakati unaona kitu na kukubali kwa mtu mzuri, unaomba sana Mungu apatie ile fidelite ya kukishika, ya kukiandika katika tableau za moyo. Kama vile proverbe inasema. Nasema maneno ya Mungu tunapaswa kuandika katika ubayo za mioyo yetu. Ile inatufanya tunakuwa nani waadilifu sasa, tunakuwa sincere na maneno ya Mungu. Sasa ile sincerite tuko naipata wakati gani? Wakati tunaona kitu na tunakikubali. Mbele watu wako wanaona kitu wanakikatana jua nini? Havina biabo. Basha kukatana kwanza nabii. Hata mnaanza leo mpaka kesho mtu wa vile uko na mhubiri hata unataka kitu jua nini? Alikatana mwenye alileta nini? Maneno ya Mungu wakati wetu. Souris donc, élève ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes, c'est la main de ton voisin du pèlerin. Oh oui, souris donc, souris donc, élève ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes, c'est la main de ton voisin du pèlerin. Souris, oh oui, souris donc, souris, oh oui, éclaire ton visage, lève les mains, celui que tu aimes, c'est la main de ton voisin du pèlerin. Souris, oh souris donc, élève ton, oh oui, lève les mains vers Jésus que tu aimes, c'est la main de ton voisin du pèlerin. Souris, oh souris donc, élève ton visage, oh oui, lève les mains vers Jésus que tu aimes, c'est la main de ton voisin du pèlerin. Souris,
Parce que ses merveilles et sa bonté est très grande pour nous. On ne peut pas cesser de les louer, surtout de les glorifier. Bien sûr. Surtout de voir la montagne de transfiguration. Ça, c'est un grand mystère caché aux sages et aux intelligences, mais révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. C'est ce que le prophète nous dit. Car nous l'avons trouvé. Il dit que Dieu se révèle aux petits enfants qui veulent apprendre. C'est moi là jifunua kwa wale watoto badogo bachanga. Ndio wanatafuta nini kujifunza. Sio mambo aseme mimi ndio mkubwa, mimi nina miaka ujumbe mbele yako. Sio base. Mimi nisomanga vya Mungu na PhD. Mungu ajifunua kwa bado wa vile. Mungu ajifunua kwa watoto badogo benye kujishusha. Et Dieu vous bénisse. Ya mfano wa Kristo anasema kama ufalme wa Mungu ndio kama vile wale watoto wadogo. Hapana watoto wadogo. Kama wale watu kujishusha wako kama vile watoto wadogo. Ndio wako bali ba héritier wa ufalme wa Mungu. Sasa tutakaribia Mungu wetu kwa maombi kwa dakika chache, kila mtu amwambie venye anataka. Na kama uko na reketi ya special utanyosha tu mkono kwa maombi. Mungu wa Abrahamu anafanya kazi mpaka hii asubuhi. Dieu vous bénisse, karibuni kwa maombi kwa dakika chache. Baba yetu Éternel Dieu tout-puissant, le créateur de tout l'univers. Merci l'alpha et l'oméga, tu es le dernier, le commencement et la fin. Toi qui avais marché avec notre père Abraham, le prophète Branham vient de nous dire que Dieu est le même qui s'est manifesté par le soir et nous le croyons dans notre cœur. Oh Dieu le tout-puissant, merci pour les messages et les messagers. Donnez-nous cette fidélité. Je crois que ces messages, nous cette fidélité de parfait, fidèle et fidèle. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénisse mon bien-aimé frères et sœurs. Bénisse ces serviteurs, ils sont en train de se rassembler partout dans ces quatre du monde. Merci Dieu Tout-Puissant. Que toutes choses concourent, toutes choses obéissent à la quitter. La parole nous dit que tout concourt obéissent à la quitter. Nous t'aimons. Voilà pourquoi pour que nous puissions bénir ces oh bien-aimé, faites que mon frère, ma sœur, soient aussi des amis, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous nous souvenons de ce que tu avais fait chez notre bien-aimé frère Lazare. Parce que Lazare était ton ami, tu lui avais ressuscité. Avec mes bien-aimés, je vais gérer, je vais confier dans toi.
Bwana, asante sababu umetukumbuka siku ya leo mara tena. Tunakushukuru hivyo Bwana, kupitia jina tukufu la Yesu. Merci Jésus, oui. Merci